Kuelekea uchaguzi mkuu unaotarajia kufanyika nchini Uganda tarehe 15 mwezi wa kwanza 2026, mpinzani wa karibu kabisa wa Yoweri Kaguta Museveni anajikuta kwenye wakati mgumu sana. Huyu ni bwana Bobi Wine. Bobi Wine ameanza kuvaa nguo ambayo inazuia uingiaji wa risasi, na baada ya kuhojiwa kwa nini anavaa nguo hizo, na haya ndio yalikuwa majibu yake. Habari kamili iko hivi: mgombea urais wa upinzani nchini Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu maarufu Bobi Wine amesema kuwa ameamua kuvaa koti la kuzuia risasi kwa sababu maisha yake yako hatarini. Kauli hiyo ya Bobi Wine imekuja baada ya timu yake kupambana na vikosi vya usalama, matumizi ya risasi, mabomu ya machozi na kukamatwa kwa wafuasi wake kukishuhudiwa nchini humo. Bobi Wine anavishutumu vikosi vya usalama kwa kuingilia kampeni zake kwa kuziba barabara na kuwakamata wafuasi wake, huku vyombo vya usalama vikisisitiza kuwa Bobi Wine hafuati miongozo na kwamba wafuasi wake wamewashambulia kwa kutumia mawe. Sasa Bobi Wine ameamua kuanza kuvaa koti la kuzuia risasi. Unajua hatari tunayokabiliana nayo kutoka kwa vyombo vya usalama? Kwa sababu hiyo nimeamua kuvaa koti la kuzuia risasi. Wenzangu wengi wamekuwa na wasiwasi na tumepata taarifa kwamba ninaweza kulengwa. Sijisikii salama kwa sababu ya koti hili, lakini tunajaribu kufanya tuwezavyo kuzuia hatari, lakini kwa ujumla tunajua Mungu ndiye mwenye nguvu zaidi, amesema Bobi Wine. Vikosi vya usalama vimedai yeye na wafuasi wake wamekuwa wakikiuka miongozo ya kampeni kuelekea uchaguzi mkuu wa Uganda unaotarajiwa kufanyika tarehe 15 mwezi wa kwanza 2026. Hayo ndiyo yanayoendelea nchini Uganda. Lakini tume ya uchaguzi nchini Uganda imefanya mkutano muhimu wa wawakilishi wa wagombea urais, huku wasiwasi ukiongezeka kuhusu mwenendo wa vikosi vya usalama kabla ya uchaguzi mkuu mwezi ujao. Katika mkutano huo uliofanyika Jumatano tarehe 3 mwezi huu wa 12, mwenyekiti wa tume Judge Simon Byabakama amekiri kuhusu hali ya kampeni inavyozidi kuwa tete, akielezea masikitiko yake kutokana na makabiliano kati ya mashirika ya usalama na wafuasi wa jukwaa la umoja wa kitaifa NUP, akisema mapigano hayo ambayo mengine yalikuwa mabaya yaliharibu kile kilichoanza kama kampeni za amani na kuwaacha wananchi na wasiwasi, huku mwelekeo wa kisiasa wa nchi. Mkutano huo ulilenga kutoa hakikisho na kugusia tamko la Umoja wa Mataifa kuhusu jinsi Uganda inavyoshughulikia upinzani wa kisiasa. Umoja wa Mataifa kupitia kwa kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa wa haki za kibinadamu Volker Turk, katika taarifa yake umeelezea kusikitishwa na kile ulichokitaja kuwa ukandamizaji unaozidi dhidi ya upinzani, vyombo vya habari na wanaharakati. Takwimu za Umoja wa Mataifa zimeonyesha kukamatwa kwa angalau watu 550 mwaka huu, ikiwa ni pamoja na zaidi ya 300 tangu kipindi cha kampeni mwezi Septemba. Wengi waliozuiliwa walikuwa wafuasi wa NUP wanaotuhumiwa kwa kutotii na uchochezi. Aidha, kuna wasiwasi juu ya ripoti za kuzuiliwa kwa siri kwa wale wanaotekwa kwa kutumia mabasi madogo yasiyo na alama yanayojulikana kama drones na kusafirishwa hadi kwenye nyumba salama zisizo rasmi, ambako wanazuiliwa bila kuwasiliana na familia au wanasheria, tabia ambayo imekatazwa chini ya sheria za kimataifa. Kisa kimoja mapema mwaka huu kilivuta hisia za kikanda wakati mkuu wa jeshi alipotuma kwenye X, ambao zamani ilikuwa Twitter, kwamba alikuwa
amemshikilia mlinzi na wa kiongozi wa NUP Robert Kyagulanyi katika chumba chake cha chini cha ardhi. Mlinzi huyo ambaye alifikishwa mahakamani akionekana kuwa na kiwewe, lakini hakuna uchunguzi uliofuata. Hili ndio linaloendelea katika nchi ya Uganda kuelekea uchaguzi mkuu unaofanyika mwaka 2026 tarehe 15 mwezi wa kwanza. Kwa habari nyingi na nyinginezo kama hizi, endelea kubaki hapa Masi Media.